Kijiji cha Muono sehemu ya 49. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata yote katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya 48 tulisha pale ambapo wakati Salama anaangaliana na lile jitu kuna kitu lilikuwa linakumbuka kutokea kwa Salama. Je, nini kitaendelea? Karibu sana katika sehemu hii ya 49. Salama. Jitu lile likaita kwa nguvu huku likiwa linamtazama Salama usoni mara baada ya kukumbuka yule aliyekuwa akiangaliana naye. Salama akashtuka sana huku akiwa analikodolea macho lile jitu. Lakini kipindi lile jitu likiita jina lile la Salama, sauti yake iliweza kupenya moja kwa moja kwenye pima za Selunga aliyekuwa maeneo hayo. Aliweza kusikia Selunga. Ilikuwa ni mara baada ya kupata vitisho kutoka kwa Ziduna. Hakutaka kabisa kuendelea kusubiri zaidi ya kurejea kwa mganga. Aliamini fika kwamba yule mganga aliyempatia zile dawa na kusababisha Salama kupotea ndiye atakayeweza kumdhibiti Ziduna aliyekuwa kishaanza kumwogopa zaidi ya uoga wenyewe. Alikuwa amerudi kwa mganga Selunga. Alibaki akiwa anashangaa mara baada ya kufika katika eneo lile lililokuwa na kibanda cha mganga, lakini hakuweza kabisa kuona chochote zaidi ya nyasi peke yake. Hakukuwa na kibanda tena. Alishangaa sana Selunga. Alikuwa anashangaa sana kuona vile sasa kusikia sauti isiyoeleweka ikitaja jina la mkewe Salama. Kulimpa wasiwasi mkubwa sana. Akazidi kutafuta kwa macho, huenda angeona chochote kitakachomwelekeza alipo mganga. Alikuwa anatafuta tu maeneo yale. Salama mle ndani akiwa kitandani akitazamana na lile jitu la kutisha. Alikuwa anajaribu sana kujikakamua ili kurusha kombola lake, lakini hakuweza kufanikiwa. Lile jitu lilikuwa limemdhibiti pasavyo Salama. Lilikuwa limemdhibiti kule kweli. Umenikumbuka? Salama kabaki anamtazama mara baada ya swali hilo huku akiwa anajisemea kimoyomoyo kidharau. Asante kukumbukaje katika mwonekano huo? Alikuwa anajisemea tu Salama katika moyo wake. Sina kuuliza wewe, umenikumbuka? Akarejea tena kuuliza swali lile mara baada ya kuona awali limekosa majibu. Hapana. Lile jitu likaachia cheko kuu kabla ya kuanza kuzungumza. Lilikuwa linacheka tu lile jitu. Mimi ndiye mwanaume uliyenikataa bila huruma miaka kadhaa huko nyuma. Ni Sele. Salama kauliza huku akiwa anaonyesha mshangao mara baada ya kufikiria kwa muda. Jitu likacheka sana. Lilikuwa linacheka. Lilikuwa na cheko lililopenya kwenye masikio ya Selunga aliyoko katika eneo lile. Lakini hakuweza kabisa kumwona aliyekuwa ameachia cheko lile. Alikuwa muoni. Salama hakuona usalama wake mara baada ya kusikia jina la mtu yule. Alijua fika kwamba mtu huyo aliyesikia jina lake ndiye mtoto wa mtu aliyefanywa ubaya na mama yake mzazi, yani mzee Lwambo. Na vipi mtoto aliyebadilika na kuwa kiumbe cha ajabu angeiacha familia ya mzazi aliyesababisha baba yake kutoweka? Lakini mbali na hilo, alikuwa anafikiria namna alivyomkataa mtu huyo kipindi akiwa binadamu wa kawaida. Hivi sasa amerudi na roho ya mzimu. Yanaanzaje kuachwa? Haiwezekani. Hisia za kifo zikaanza kumjia Salama. Kwa hivyo alikuwa anahitaji msaada kuweza kukikwepa kifo hicho. Alikuwa anahitaji msaada. Salama alijua wazi kabisa kwamba nguvu zake peke yake zisingemtosha. Kwa hivyo akaanza ibada ya kimoyomoyo kumuita mkulu wake. Alifanya kila ibada alizokuwa anazijua yeye, lakini hakuweza kabisa kufanikiwa lile ambalo alikuwa amekusudia. Jitu lile likamuinamia na kisha kumwongelea karibu kabisa na masikio yake. Nitarejea muda so mrefu. Na nitakapokuja nahitaji majibu ya kueleweka. Mara baada ya kuzungumza maneno hayo, jitu hilo likapotea kabisa katika eneo hilo. Likamwacha Salama pale kitandani asiyeweza kuinuka. Alikuwa hawezi kunyanyuka. Kule ndani ya kaburi, Mkulu alikuwa anajaribu kuzitumia nguvu zake zilizo kama akiba katika mwili wake, lakini hakuweza kabisa kufanya jambo lolote.
alikuwa hawezi Mkulu. Alikuwa hawezi kabisa Mkulu, na hata Bi Mshamu kadhalika alikuwa anajaribu kufanya jambo lile, lakini hakuweza kufanikiwa. Mkulu akajaribu tena kuzivuta nguvu zake za nje za ziada, lakini na kweli kwa kazi bure kabisa. Kwa hivyo wakabaki wamekaa mle ndani wakisubiri hatima yao tu. Walikuwa wamekaa tu mle ndani. Walikuwa hawana la kufanya tena kule ndani ya kaburi, kwa sababu nguvu zao zilikuwa sio msaada tena. Mara wakasikia kishindo kikubwa mle ndani, mithili ya kitu kizito kimeanguka. Walisikia mshindo. Mshamu, Mkulu, wote wakaitana ishara ya kuulizana. Mara baada ya ule mshindo kulikuwa na giza, kwa hivyo hakuweza kabisa kuona chochote, na wala nguvu zao pia hazikuweza kabisa kuwasaidia. Ghafla mle ndani harufu nzito ikaanza kufunga. Ilikuwa ni harufu iliyopenya katika pua za wote wawili waliomo mle ndani. Kulikuwa na harufu kali. Walianza kuinusa. Ni jitu. Mkulu yeye aliweza kuitambua fika ile harufu. Alizungumza vile kwa taharuki, huku akiwa na papasa kumshika Bi Mshamu na kumficha nyuma yake. Alikuwa anastaajabu tu Mkulu. Mwite Ziduna haraka. Mwite, la sivyo wote tutakuwa maiti, na ile ndio litakuwa kaburi letu. Mkulu yeye alikuwa anazungumza huku uoga ukiwa sehemu ya kauli yake. Alikuwa anazungumza vile Mkulu. Lakini itawezekanaje ile hali Ziduna ameanza kutusaliti? Haitosaidia. Bi Mshamu akazungumza. Mimi ndio nimekuamrisha, fanya kile ambacho nakuagiza. Bi Mshamu hakuwa tena na pigamizi. Akaanza kufanya sala za kumuita mjukuu wake Ziduna. Alikuwa anamuita Ziduna. Harufu ile ilikuwa inazidi kutanda mle ndani kiasi cha kufanya wote waanze kupumua kwa shida. Ziduna aliyekuwa nyumbani kwao akiwa anambembeleza mtoto aliyekuwa akilia mara baada ya mama yake kutoka na kumwachia mtoto yule. Ghafla kuna kitu cha tofauti alikuwa anaanza kukihisi, na kadri alivyokuwa anazidi kuipuuzia hali ile, ndivyo ilikuwa inazidi kumzidia. Sauti mbalimbali za ajabu zilikuwa zikisikika katika sikio lake la kushoto. Zilikuwa zinaita jina lake. Alikuwa anasikia sauti zile. Alikuwa anazisikia sauti zile Ziduna. Sauti zile zilikuwa zikiita kwa fujo na kufanya kero katika sikio lake. Na hapo ndipo alijikuta akiwa anajigawa. Alijigawa na kuwa Ziduna wawili. Yule Ziduna halisi alisimama mbele ya Ziduna yule wa bandia aliyokuwa amemshikilia mtoto. Akalishika sikio la kushoto la Ziduna yule wa bandia na kisha kumnong'oneza maneno kadhaa. Alikuwa anampa amri ya vitu gani anatakiwa kufanya na vitu gani hatakiwi kufanya. Na kisha akamwachia na kisha kusogea hatua chache na kumtazama Ziduna yule aliyekuwa amemshikilia mtoto mikononi mwake. Akaachia tabasamu mara baada ya kumwona akiwa anafanya moja ya maagizo aliyokuwa amemwachia. Akajinuiza maneno kadhaa katika midomo yake kabla hajatoweka, na mara akatoweka. Muda mchache baadaye akajikuta ametokea maeneo ya makaburini. Macho yake yalitoa kwenye kaburi la mbele yake lililokuwa na jina la Lwambo. Akasimama upande wa kichwa cha kaburi hilo na kisha kuyafumba macho yake. Akaanza kuzungumza maneno aliyokuwa anayajua mwenyewe kwa kuchezesha kinywa chake. Na kadri alivyokuwa anazidi kuzungumza maneno hayo, ndivyo pia kaburi hilo lilivyokuwa linajifungua taratibu kwa ardhi ya juu kujiachia wazi. Bali zidi kuendelea, na mwishowe kaburi hilo likajifungua lote. Akayafungua macho yake kwa nguvu.